Tunaanzia hapa kwa huyu mama, hana huruma kabisa kwa mtoto mwanamke mwenzie. Ile asubuhi na mapema akamwamsha mdada wa watu na maji ya baridi. Anamwambia kwamba hiyo hali ulionayo sio ugonjwa, inatakiwa uamke mapema ufanye kazi. Kama unahitaji kuendelea kuishi kwenye hii nyumba, basi fanya kama jinsi ninavyokuelekeza, la sivyo itakukosti. Je, nini chanzo cha haya yote kutokea? Basi tunaanza stori ya nyuma kidogo itakayotueleza nini kilichotokea hadi wakawa na upinzani mzito namna ile. Kuna huyu binti mrembo anaitwa Julie. Ni mwanafunzi wa chuo na bado hajamaliza masomo yake, lakini imegundulika ni mjamzito. Na huyu ndiye mama yake Julie amemleta binti yake kwenye hii familia, akidai kwamba kijana kutoka kwenye hii familia ndiye aliyempatia binti yake ujauzito. Sasa huyu kijana anaitwa Chidi. Ndiye kijana anayesemekana kwamba amempatia Julie ujauzito. Jamaa alikataa kwa herufi kubwa kwamba yeye hamfahamu Julie na wala hata ajui anaongea nini. Mzee wake Chidi ni mkorofi kinyama, kwa dogo anaogopa hapa mambo yatanuka. Aliukataa ujauzito mbele ya kila mtu pale. Alisikitika sana mdada kusikia maneno kama haya, akamuuliza kwa nini? Kwa nini unaleta drama kama hii? Unafahamu kabisa Chidi kwamba wewe ni mwanaume wangu wa kwanza na sikuwa na mwanaume mwingine. Kwa hiyo ujauzito ni wako. Aliongea kwa uchungu sana Julie, lakini mama yake Chidi akadakia. Nadhani muda wa drama sasa umeisha. Msikia mwanangu anasema kwamba hakufahamu. Kwa nini unaendelea kumpatia mzigo ambao yeye mwenyewe hafahamu? Yaani uko hapa kuendelea kumlazimisha akubali ujauzito ambao sio wa kwake. Ninakiamini kile kijana wangu anachokisema, upeleka ujauzito kwa mwanaume anayehusika. Huyo binti ukimwangalia tu aje atulia, pengine anabashiri nani mhusika wa huo ujauzito. Wewe binti, kama lengo lako ni kuharibu ndoto ya kijana wangu ama kuja kutafuta ugali, hilo limeshindikana. Aliongea maneno ya aibu sana ya kumdhalilisha huyu mama na binti yake, kuonesha kabisa pengine Julie ni tabia yake ya kujiuza na kusakizia ujauzito kwa mtu mwingine. Baada ya kuongea yale yote, mama akamchukua kijana wake wakaondoka. Ilikuwa ni aibu kubwa sana kwa huyu mama na binti yake. Yaani kwamba inaonekana wana shida sana, ndio maana wanaenda wanabashiri nani mwenye ujauzito. Basi mama akamjua aende akamuuliza vizuri binti yake nani mwenye ujauzito. Sasa baada ya muda kidogo kupita, baba yake Chidi alikaa chini na kijana wake. Akamuuliza kwamba anaona yule binti alikuwa anajua paka jina lako, namba yako ya simu anayo. Unaweza kudanganya ulimwengu, lakini sio kumdanganya baba yako. Kupitia macho yako naweza nikausafisha ukweli kutoka kwenye uongo na ukang'aa kama dhahabu. Ila itakuwa ni njema sana kwako kama kweli yule binti hakumpatia ujauzito. Sasa leo niko na bonga la love story takalo kuacha na bonge la funzo hii hapa. Lakini pia kama unacheki hapa movie na hoja subscribe kwanza, kisha endelea kucheki hapa movie. Kwa issue zote za collaboration business ni check kupitia WhatsApp number 06866243 392. Hii hapa ni sauti ya mkali wako wa love story Eli kutoka E7 Pass. Wizini mimi man tunaenda nayo kama ifuatavyo. Basi mama alikuja kukaa chini na binti yake kumuuliza vizuri nani mhusika wa huo ujauzito. Maza anaumia sana kwa namna alivyozalilika kwa siku ya leo kisa binti yake. Maza kwa hasira akamwambia binti yake kwamba kama hautamtaja mhusika mkuu wa huo ujauzito, basi hapa kwangu sitakuhitaji. Siwezi kumtazama mjukuu wangu ambaye sijui baba yake ni nani. Kama walivyosema wale, unamfahamu mhusika mkuu wa huo ujauzito lakini unaogopa kumtaja. Angalia binti yangu, yule kijana alivyokuaibisha mbele za watu amekukana. Lakini Julie aliendelea kusisitiza kwamba yule kijana ndiye mhusika wa huo ujauzito. Pasipo kufikiria, Maza alimtimua nyumbani binti yake ule usiku aende kwa mwanaume aliyempatia ujauzito. Sasa Julie hakuwa na sehemu nyingine ya kwenda zaidi ya kwenda nyumbani kwa mwanaume anayeamini amempatia ujauzito. Huyu mzee ana moyo wake, alimkaribisha vizuri sana Julie. Binti akasema kwamba mama yangu amenifukuza nyumbani na hataki kuniona. Kidogo iliweza kuhuzunisha sana, akasema kwamba ameniambia niende kwa mwanaume ambaye amenipatia ujauzito. Naombeni wazazi wangu mniamini kwamba kijana wenu ndio mhusika wa huo ujauzito. Kwa nini nilazimisha kumpatia ujauzito ambao sio wa kwake wakati nafahamu kabisa kipimo cha DNA kipo kinaweza kikaniumbua? Maneno leo kwa kiongea Julie dhahiri kabisa anaonesha Chidi ndio mhusika wa huo ujauzito. Mama yake Chidi yeye anamwamini sana kijana wake. Yalikuwa ni malumbano mazito sana kati ya hao wazazi wawili. Mzee anasema kwamba Julie ataishi hapa mpaka pale atakapojifungua, na hapo ndipo atakapochukua vipimo vya DNA kugundua kijana wao ndiye mhusika au la. Lakini mama hataki kusikia, anasema kwamba Julie hataishi hapa wala hana nafasi ndani ya hii familia. Basi mzee akachukua nafasi kama yeye baba, akalazimisha ndani lazima Julie ataishi hapa. Awe amekubali au hajakubali, ila hayo ndo maamuzi ya mwisho. Sasa dogo alikasirika sana kusikia Julie amerudi kwenye hii nyumba na ameambiwa ataishi humu ndani. Anamwambia kwamba katika maisha yangu umekuja kuwa kama kikwazo. Kwa nini umekuja kuyateketeza maisha yangu wakati wazazi wangu walikuwa na mipango mizuri sana na mimi? Julie akamwambia kwamba na vipi kuhusu maisha yangu? Chidi, unaweza ukaudanganya ulimwengu, ukamdanganya mama yako, ukamdanganya baba yako, lakini hauwezi ukajidanganya wewe mwenyewe. Nilifikiria huu ni wakati wangu wa mimi na wewe kuungana na kuwajibika kwa matendo yetu tuliyofanya. Chidi, unaelewa ni jinsi gani nilivyokuwa nakupenda na unafahamu kabisa sikuwa na
uwezo wa kuwa na mwanaume mwingine yeyote. Lakini hizi drama zote za nini mpenzi wangu, acha kuwa muoga. Hiki ni kiumbe chako mpenzi wangu, tafadhali naomba ukipokee. Jamaa akasema wapi, mimi sikujui na wala sijui ujauzito ni wa nani, upeleke huko. Nakuomba Julie, tafadhali usiniharibie maisha yangu. Wazazi wangu walikuwa na mipango mizuri sana. Sio uondoke bwana, kwa nini umekuja kung'ang'ania kuishi hapa kama huna kwenu? Maneno ya mshikaji yalimuumiza sana Julie. Sasa baada ya siku kadhaa huyu mzee alipata safari ya ghafla. Safari hii itachukua miezi kadhaa mpaka atakaporejea. Sasa ndiye mtu pekee aliyekuwa akimpa support Julie ya kuendelea kuishi kwenye hii nyumba. Alimwambia mke wake amwangalie sana Julie, lakini pia amwangalie na kijana wake Chidi. Maza alikubali, akasema kwamba hao ni responsibility yake na atawaangalia pia. Sasa baada tu ya mzee kusafiri, mambo yalikuwa vice versa. Julie aligeuzwa akawa kama vile mtumwa ndani ya jumba la dhahabu. Anaamshwa asubuhi na mapema na maji ya baridi, akiambiwa kwamba wewe ni mdada, inabidi uamke ufanye kazi. Lakini pia kumbuka kwamba kuwa na ujauzito sio ugonjwa. Safisha nyumba, lakini pia andaa chakula watu wale. Fanya na fuata kila kitu ninachokuelekeza, la sivyo itakukosti. Basi mdada hakuwa na namna, akabidi afanye kazi nzito huku akiwa yeye ni mjamzito. Mambo yaliyokuwa yakiendelea ndani ya hii nyumba baada ya mzee kuondoka yalikuwa ni mazito sana. Analazimika tu kukaza moyo, lakini pia kuendelea kuishi. Mchizi anaona kila kitu kinachoendelea ndani na kila kitu anachofanyiwa huyu mdada. Anakaza moyo na kufumba macho kama vile hakuna kitu chochote kile kinachoendelea. Basi Julia hakuwa na shida hata ya kumsemesha Chidi. Anamwangalia macho yale ya kusema kwamba umelizia mwanamke uliyempatia ujauzito mwenye kiumbe chako tumboni aishi maisha kama haya, asante sana. Sasa pamoja na manyanyaso yote, lakini bado chakula kwake kupewa ni shida. Anawapikia chakula lakini hana ruhusa ya kula chakula. Na kumbuka huyu ni mama tumboni, ana mtoto, anatakiwa kula chakula, lakini wao wanaona kama vile ni burudani tu mtu na mama yake. Basi huyu mama akasema kwamba si unahitaji chakula, basi ngoja nikampe chakula mwanangu, usijali. Kamshika mkono Julia, anatoka naye nje, anasema kwamba anaenda kumpa chakula. Julia alikuwa akimlilia mama kwamba tafadhali basi chakula chako sitakila, ila usinifukuze usiku kama huu. Bila huruma Julia alifukuzwa kwenye hii nyumba kama mbwa aliyelamba uji wa mtoto. Akamwambia kwamba mama, ona huruma basi, usiku kama huu mimi nitaelekea wapi na mjukuu wako tumboni? Akaambiwa kwamba kama uliweza kuchanua mapaja yako kwa mwanaume ukapata ujauzito, je, utashindwaje kupata sehemu ya kwenda? Labda umesahau wete, ngoja nikukumbushe, wewe sio binti mdogo tena. Unaweza ukaishi kupitia mwili wako. Ulichokifanya hadi ukapata ujauzito ndicho hicho tunatakiwa kukifanya kupata pesa. Ila hauna nafasi tena katika hii familia na usionekane. Jamaa anaungana na mama yake katika kumfanyia unyama binti huyu usiku kama huu. Basi Julia alilia sana akiwaomba apate hata chakula angalau kwa mwanae aliye tumboni. Lakini hakuna hata mmoja aliyeonyesha huruma hata ya kugeuka kuangalia machozi yanayotiririka kwenye mashavu ya binti asiyekuwa na hatia. Alilia sana kwa uchungu Julia asiamini mwanaume alimpa ahadi nyingi anaweza kumfanyia unyama kama huu. Sasa hii ndio sehemu pekee ya kulala aliyoipata baada ya kuondoka kwenye ile nyumba. Basi akaendelea na maisha yake na miezi kadhaa iliweza kupita. Kwa pesa kidogo Julia aliyokuwa nayo akaanza kuuza machungwa. Kweli amekuwa akipata wateja, lakini kuna jamaa kwa miezi kadhaa kila akija yeye ananunua machungwa yote. Leo hii Julia alikataa kumuuzia machungwa, akamwambia kwamba naelewa ni nani anayekuagiza. Sasa kweli mara kwa mara jamaa anakuwa anampa msaada Julie indirect, kitu ambayo imemfanya Julie amekuja kufahamu kabisa. Namwambia kwamba akamwambia huyo kijana ambaye ni mwoga, mimi wala sihitaji msaada wake na wala sihitaji charity ya aina yoyote ile, na ndio maana nikaanza kujiuzia vimatunda kwa sababu najiweza, nina mikono na miguu. Sasa mchizi maneno yote yale aliweza kuyasikia. Alirudi nyumbani akiwa na mawazo sana na alikumbuka mbali. Alikumbuka jinsi alivyokuwa akimshawishi Julie kuweza kufanya naye mapenzi. Mlembo alikuwa akiogopa sana kwa sababu ilikuwa ni mara yake ya kwanza, lakini jamaa alimwaga ahadi nyingi sana kwa mlembo. Wakati huo wote Julie alikuwa anawaza future yake mbele itakuwaje. Alikuwa anasema kwamba kwa hili analolifanya leo basi atakuwa amemdisappoint sana mama yake, lakini jamaa alitumia wanaume wake kuendelea kumshawishi binti, hatimaye akawa amekubali. Alipata vitu tena na tena kutoka kwa mlembo hadi akawa amejaza. Basi mwamba alishusha pumzi baada ya kukumbuka haya yote, kwani anajua kabisa ndio mhusika mkuu wa ule ujauzito. Nafsi yake inamuuma na anajutia ile yote kumfanya mwanamke anayempenda, lakini pia mwanamke mwenye kiumbe chake tumboni. Tangu Julie alipoondoka kwenye hii nyumba, jamaa amekuwa akifuatilia sehemu anapolala, lakini pia hadi sehemu anapofanyia biashara, ila anaiogopa familia yake kuweka wazi mambo yote. Sasa kuna siku jamaa akiwa amekaa anajisomea, ulikuwa umefika tayari msimu wa mvua. Alifikiria sehemu anapolala Julie, akagundua kabisa sio salama kwa hii mvua. Zamuye alikaza moyo na akaweka woga pembeni, akaenda zake kwa Julie. Mazake alimuita sana na akimrudisha akimwambia kwamba nje kuna mvua kali, rudi. Lakini jamaa alitoka machozi akiwa anamdondoka moja kwa moja mpaka kwa Julie. Alimkuta binti akiwa na homa kali sana, anashindwa hata kunyenyuka na mvua kali. Jamaa akamchukua kutaka kuondoka naye, lakini
Julie akakataa, akasema kwamba hii ni sehemu salama zaidi kuliko nyumbani kwenu. Chidi akamwambia kwamba hii sio sehemu salama kwako, lakini pia hata kwa mtoto wetu. Julie alishangaa, akamwambia kwamba unasemaje kwamba huyu ni mtoto wako? Leo hii ndio umegundua kwamba huyu ni mtoto wako? Ulikuwa wapi wakati nilipokuwa nikikuhitaji? Useme ukweli, ulikuwa wapi wakati nakuhitaji? Unajua ni mangapi nimeyapitia baada ya wewe kunisaliti? Mchizi akaona isiwe case for the sake of our child, akapiga magoti akasema kwamba yote niliyoyafanya ilikuwa ni uoga moyoni mwangu, lakini maneno uliokuwa ukiniambia na maisha uliokuwa ukiishi fika kabisa amenifanya mimi kuwa mwanaume. Nimekuwa nikiongea kupitia ulimi wa mama yangu, lakini nimekuwa nikifikiri kupitia akili ya mama yangu. Nitotangazia ulimwengu wote kwamba huu ujauzito ni wa kwangu. Naomba unisamehe sana Julie. Basi kwa maneno jamaa aliyoongea, binti akuwa na namna akamsamehe baba kijacho. Sasa ilikuwa ni kimbembe zaidi kumwelekeza mama yake. Anasema kwamba hiyo takataka ulikuwa umefukuza kwenye hii nyumba, kwa nini tena umeenda kuitafuta wewe mwenyewe ukailejesha? Pasipokuwa na uoga, jamaa akamwambia mama yake kwamba huyu sio takataka, lakini pia ni mwanamke mwenye kiumbe changu tumboni. Maza aliuliza mara mbili kama vile hajasikia hiki anachokisikia, lakini huo ndio ulikuwa ukweli. Sasa jamaa alienda kuongea na mama yake Julie, akamwomba msamaha, lakini pia akaeleza yote. Hivyo huyu mama alikuja kumtembelea binti yake akihisi kabisa alimfanyia makosa, lakini Julie anafahamu kabisa kwamba alimdisappoint mama yake, akapiga magoti. Mama akamwambia, nyanyuka binti yangu, naomba unisamehe sana. Baada ya kuchukua maamuzi ya kumfukuza binti yake nyumbani, amemfanya amepitia wakati mgumu sana ambao hakuwahi kupitia kwenye maisha yake. Sasa baba wa familia alirejea nyumbani. Aliambiwa kila kitu kilichotokea baada ya yeye kuondoka kwenye hii nyumba. Mzee alimkaripia sana mke wake na kumwambia kwamba hata kama ungekuwa sio ujauzito wa kijana wako, lakini hukupaswa kumtendea yale yote. Umekosea sana mke wangu, na inabidi ukumbuke kwamba bado wewe pia ni mama. Kumfichia kosa mtoto haimaanishi kwamba unampenda sana, ila inabidi tumwache mtoto awajibike kwa matendo yake mwenyewe aliyoyatenda. Basi mama huyu aligundua kabisa amekosea, akaenda kumwomba msamaha Julie. Julie alikuwa akimwangalia macho ya huruma kwa jinsi alivyokuwa akiomba msamaha, akaanza kumwonea huruma moyoni, akijisemea kwamba haamini kama haya yote yameisha, lakini bado tu yeye ni mama mkwe na bado tabaki kuwa ni bibi wa mwanae. Basi wakasameheana pale na mambo yote yakawa yameisha. Sasa baada ya kuwa mambo yote yametokea, mzee alienda kuongea na mwanae ili kumkumbusha mambo machache wakati wa ukuaji wake kama mwanaume. Mzee akamwambia kwamba usije ukajiita wewe ni mwanaume wakati kuna jambo la msingi umeliacha. Ukiwa kama baba wa familia, jukumu pekee sio kupambana na jambo liko limetokea. Kama utashindwa kulizuia tatizo kutokea, basi daima kumbuka utabaki ukipambana na hilo tatizo, kwani litakuwa linatokea mara kwa mara. Najua utakuwa unaifahamu hii ni nini, lakini ungeichukulia kama jinsi unavyoifahamu, leo hii pengine usingekuwa kwenye huu wakati kama ulionao. Mzee alimwachia pale kinga, akamwambia kwamba ifanye kuwa kama ngao katika vita vimulimoli. Alimkumbusha wewe ni baba mtarajiwa kwa sasa, kumbuka majukumu yako. Jamaa alibaki akifikiria sana, kama ukishindwa kuzuia tatizo, basi utabaki unapambana nalo hilo tatizo daima. Basi kama ilivyo ada, miezi 9 inapokamilika mtoto anakuja duniani. Julie alijifungua salama kabisa, ilikuwa ni furaha kubwa sana katika hii familia. Sasa baada ya Julie kujifungua na hatimaye siku zikawa zimepita, familia mbili ziliweza kuungana na kuombana msamaha. Mzee akasema kwamba kwa sababu vijana bado walikuwa wanaendelea na masomo, hivyo wanatakiwa kurudi shuleni na kuendelea na masomo pale walipokuwa wameishia. Basi kwa haya maamuzi, familia zote mbili ziliweza kuungana na kukubaliana kile kilichoamuliwa. Chidi na Julie watarudi chuo, lakini mtoto wao atabaki akilelewa na mama yake Chidi. Sasa hatimaye siku yenyewe iliweza kufika ambayo Chidi na Julie wanatakiwa kurudi chuo. Walimwaga binti yao kwani wanampenda sana. Basi kufikia mpaka hapo, nami sina la ziada tena kutoka E7 Pass. Shukrani nyingi na za dhati ziende kwako mpenzi na mfuatiliaji wa channel ya E7 Pass. Imesimuliwa na storyteller wako Eli. Nigongee like hapo mtu wangu, lakini pia usiache kucomment, utakomentisha sana. Nikutokea wakati mwema, tukutane tena kwenye movie nyingine. Bye.